Ni wakati mwingine tena, mtazamaji wa Zone Media, tunapashana yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Sasa hatimaye Israel nayo imeunga mkono uamuzi wa Marekani wa kusitisha mashambulizi dhidi ya Irani, lakini imesema kwamba mapatano hayo ya kusitisha mapigano kwa wiki mbili hayatagusa operesheni za kijeshi za Israel nchini Lebanon. Hiyo ni kwa mujibu wa taarifa ya ofisi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Taarifa inaeleza kwamba ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imeonyesha kuunga mkono uamuzi wa Marekani kusitisha mashambulizi dhidi ya Iran, lakini imesema kuwa mapatano hayo ya kusitisha mapigano kwa wiki mbili hayatagusa operesheni za kijeshi za Israel nchini Lebanon. Katika taarifa aliyoichapisha kwenye mtandao wa X siku ya Jumatano, Netanyahu alisema kuwa Israel inaunga mkono juhudi za rais wa Marekani Donald Trump kuhakikisha kuwa Irani haitakuwa tena tishio la nyuklia, makombora na ugaidi kwa Marekani, Israel, majirani wa Kiarabu wa Iran pamoja na dunia kwa ujumla. Hata hivyo, alisisitiza kuwa makubaliano hayo ya kusitisha mapigano kwa muda wa wiki mbili hayahusishi Lebanon. Taarifa hiyo ya Netanyahu imekuja baada ya waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif kutangaza kuwa Marekani, Irani na washirika wao wamekubaliana kusitisha mapigano mara moja katika maeneo yote ikiwemo Lebanon na kwingineko. Sharif alisema kuwa makubaliano hayo yameanza kutekelezwa mara moja. Lebanon iliingia rasmi katika vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran tarehe 2 Machi baada ya kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran kuanzisha mashambulizi dhidi ya Israel. Hezbollah ilisema mashambulizi hayo yalikuwa ya kulipiza kisasi kufuatia kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei katika siku ya kwanza ya vita tarehe 28 Februari, pamoja na kile ilichokiita ukiukwaji wa mara kwa mara wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa kati ya Israel na Lebanon mwezi Novemba 2024. Makubaliano hayo yalifikiwa baada ya zaidi ya mwaka mmoja wa mapigano ya mipakani kati ya jeshi la Israel na wapiganaji wa Hezbollah kufuatia kuanza kwa vita vya Israel dhidi ya Gaza mwezi Oktoba 2023. Kwa mujibu wa mamlaka za Lebanon, mashambulizi ya Israel tangu tarehe 2 Machi yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 1500 na kuwafanya zaidi ya watu milioni 1 kuyahama makazi yao. Jeshi la Israel pia limeanzisha uvamizi kusini mwa Lebanon na limesema linalenga kuchukua maeneo zaidi ili kuunda kile kinachoitwa ukanda wa usalama, yani buffer zone. Hadi sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa na Hezbollah au serikali ya Lebanon kujibu kauli kali ya Netanyahu. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameonyesha nia ya kuendeleza vita dhidi ya Hezbollah kule nchini Lebanon, lakini amekubali mpango wa rais wa Marekani wa Donald Trump wa kuweza kusitisha mapigano dhidi ya Iran kutokana na Marekani kuweza kukubali vipengele 10 vya Irani ambavyo imeweza kuvitoa kama sharti la kuweza kusitishwa kwa vita katika Mashariki ya Kati kati ya Irani, Israel pamoja na Marekani. Sasa Netanyahu ameibua mjadala mwingine mpya baada ya kuweza kukubali mpango wa Marekani dhidi ya Iran, lakini kukataa kauli ya waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif ambaye amesema kwamba vita hiyo imeweza kusitishwa sio tu Iran bali na washirika wote ikiwemo na Lebanon. Lakini Netanyahu amekanusha vikali kwa kusema kwamba Israel haina mpango wa kuweza kusitisha vita na Hezbollah nchini Lebanon, lakini iko tayari kuungana na rais wa Marekani Donald Trump. Basi tutakuletea yote yanayojiri hapa leo hii. Cha msingi ni kuweza kuwa karibu wakati wote na Zone Media kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.